Mimi ni Askofu Method Kilaini. Nilikuwa nasaidia hapa kama msaidizi hapa Bukoba na sasa nimestaafu. Nimestaafu utawala lakini huduma bado naendelea. Kweli ilikuwa mshtuko, ingawa tulijua kwamba alikuwa mgonjwa. Hivyo hiyo ilisaidia kidogo. Kwa sababu alikuwa amekuwa mgonjwa kwa muda, alipata kiharusi ni zaidi ya mwaka mmoja. Hivyo sio kwamba ilikuwa kitu kipya kabisa. Lakini hata hivyo tulishtuka. Tulikuwa bado kila mara na tumaini kwamba atapona. Utume wake ni mzuri. Kwanza tu kijana mwenyewe. Bahati nzuri namfahamu kwa sababu nilimfundisha kidato cha pili kule Rubya Seminari. Darasa lao lilikuwa na akili sana, lakini yeye na mwenzake alikuwa anaitwa Gosbert vya Mungu ndio walikuwa wa kwanza, kile wa kwanza wa pili. Alafu nikamfundisha tena falsafa kule Ntungamo. Nikamfundisha historia ya kanisa. Na pale vile alikuwa ndio wanaongoza katika darasa zima. Hivyo kwa namna hiyo nilimfahamu binafsi. Sio kwamba tu ya kuambiwa. Natoka hapo hata alipotoka pale kaenda akasoma Roma. Akasomea wote wawili wakaenda wakasomea Roma na wakarudi hapo wakapata upadisho mwaka 86. Lakini Roma walikuwa wamemwona. Akili alikuwa nazo nyingi sana ya kutosha. Uelewa ulikuwa mkubwa na utaua, yani maadili na namna ya kufanya, ni mtu ambaye kana huyu anaweza kufanya kazi nzuri sana kwa ajili ya Baba Mtakatifu. Unajua unapokuwa na vijana, wanachagua wale vijana wazuri watakao ambao Baba Mtakatifu atawatuma yeye mwenyewe. Maana wanafanya huduma za kimataifa. Hivyo toka mwanzo walimuona kwamba huyu ni kijana ambaye anaweza kufanya kazi hiyo. Na kwa kweli wakamchukua, wakampa kabla shule kwenye diplomasia na 1991 ndiye akaingia katika huduma ya kidiplomasia. Na kule amezunguka sehemu nyingi sana, amekwenda Pakistan, amekwenda Panama, amekwenda Angola, amekwenda nchi nyingi sana kama katibu. Kama katibu. Alafu walipoona kwamba sasa amefikia umri mzuri, wakamteua mwaka 2010, wakamfanya askofu mkuu. Na wakampa kuwa barozi wa San Tome na Principe, visiwa vile, wakamuongezea na Angola. Na akafanya pale kwa muda, baadaye wakamhamisha wakampeleka Honduras kama barozi wa Baba Mtakatifu. Maana yake anamwakilisha nani? Anamwakilisha Baba Mtakatifu. Alipofanya vizuri kule wakaona wampeleke tena katika nchi nyingine. Ndipo akamsha mara ya mwisho Papa Francis mwaka 2015 akamleta New Zealand. Na alipofika New Zealand wakampa na visiwa vyote vile vya Papua, visiwa vya vingi sana, vingine mpaka hata hauvikumbuki, yani visiwa walivyompa kule nani alivyokuwa anahudumia, vya Fiji, vya Papau, vya Samoa, vya Micronesia, vya Kiribati, vya Nauru, vya Tonga, vya nini. Hivyo toka mwaka 2015 kwa kweli akaanza kuhudumia kule New Zealand. Na wanampenda sana. Hata na barua aliyoandika kwa Baraza la Maaskofu la New Zealand aliyoandika baada ya kupata habari za kifo chake, unaona kwamba kwa kweli wamesikitika sana. Wamesikitika sana. Wamesikitika sana. Na mwaka 2023 alikuwa tena ametoka kuzunguka katika visiwa vyote vile. Na baada ya kuzunguka katika visiwa vile aliporudi, bahati mbaya akapata kiharusi. Akapata kiharusi, akahudumiwa pale New Zealand. Na alipopata nafuu akamleta Roma. Na kwa sababu ya kuugua akaona kwamba ameugua, Julai mwaka 2024 akajiuzuru ule ubarozi. Basi ndiye akabakia na hudumiwa. Na kwa kweli tarehe 16 mwezi huu ndio tukaona kwamba ndio tukapata habari jioni pale. Mmoja akanipigia simu, "Sio habari?" "Hapana. So baba askofu mkuu Novatus hatunaye tena." Kwa kweli kwa ni pigo kubwa sana. Kwa sababu ni mmoja wapo wa wale ambao tuna marugamba wawili. Ambao wote wamechomoza kweli. Wote wamechomoza kweli na walikuwa ni rafiki kweli. Ninapiga foja labda nje niwaonyeshe ambapo nilipigwa nikiwa katikati yao. Kwa sababu nilikuwa najivunia wote wawili. Mwadhama Protazi Kanyorugambo ambaye yuko Tabora, tena jana amenipigia kunipa pole. Halafu na yeye ambaye ndiye alikuwa ni barozi Mtanzania wa kwanza kuwa barozi wa Baba Mtakatifu. Na mpaka sasa ndiye pekee amefika cheo kile cha kuwa barozi wa Baba Mtakatifu. Na amefanya vile hata katika maofisi ya Roma,
licha ya kuwa katibu na kuwa maofisi ya Roma, hata katika ile ofisi ya uhamiaji alikuwa katibu mwandamizi. Hivyo kwa kweli mtu ambaye amefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kanisa zima la ulimwengu. Na sote tulijivunia. Wote walifuata nyayo za Mwadhama Lauriani Kanayi Rugambwa. Walifuata nyayo zake. Sio ndugu zake. Lakini wote walipata majina hayo kwa umaarufu wa Mwadhama Lauriani Kanayi Rugambwa ambaye ni kardinali wa kwanza Mwafrika. Hivyo wazazi wao wakawapa majina yale. Na majina yale kwa kweli yamekwenda vizuri. Nadhani ningekuwa na mimi ningeita mtoto wangu Rugambwa kwa sababu naona lina baraka kubwa sana. Unajua Bukoba hatuna majina ya ukoo. Tuna koo. Lakini hatuna kusema mimi nikiitwa Kilaini, ndugu zangu na baba yangu na wote wataitwa Kilaini. Hapana. Kwa mfano mimi naitwa Kilaini. Mdogo wangu anaitwa Mtegeki. Baba yangu alikuwa anaitwa basi, hii ni tofauti ndio Bukoba. Wanamuita jina. Yaani babu au mtu mashuhuri kwenye familia ndiye anachagua jina kwa mtoto. Linalokuwa na maana. Sasa wazazi wa Rugambwa original, yani Kardinali Rugambwa wa kwanza, walichagua jina hili. Na Rugambwa maana yake mtu anayenenewa vizuri, ambaye atasifika kwa watu. Ndio maana ya jina hilo. Na kwa kweli wakapatia. Rugambwa wa pili ambaye ni kardinali sasa, alizaliwa hapa Bukoba hospitali. Na siku anayozaliwa Rugambwa ndipo alikuwa anatoka Roma kuja Bukoba baada ya kupata cheo cha ukardinali. Na baba yake mdogo akasema huyu mtoto ambaye kwanza alichelewa kuzaliwa, anasema yeye mwenyewe. Lakini alipotua hivi akazaliwa. Akasema huyu mtoto ni Rugambwa. Akamuita jina la Rugambwa. Ingawa hakuwa na uhusiano wowote wa kindugu. Akamuita Rugambwa. Na kweli likafanya nini? Likazaa. Na huyu Rugambwa askofu mkuu ambaye amefariki, babu zake wanatoka pale Maruku. Walihamia kule Ichwandimi. Lakini wakasema huyu bwana huyu mtoto huyu kwa nini asitumiite Rugambwa? Kwa sababu walimpenda Rugambwa. Wakamuita Rugambwa. Anakwenda. Na sio hao tu, kuna wengine, kuna paroko sasa hivi wa Rutabo alikozaliwa Rugambwa naye anaitwa Rugambwa. Yani watu wanapenda jina hilo. Kuna mwingine yuko Karagwe. Alikuwa anafanya idara gani sikumbuki. Idara kubwa ya serikali. Walipozaliwa wakamuita majina yote Lauriani Rugambwa. Ninaposema wewe bwana, wewe unakutaka kuwa kardinali nini? Wakamuita Lauriani Rugambwa. Hivyo wako wengi sana ambao wamependa jina hilo na bahati nzuri wanabarikiwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.